baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma na amani Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na wausieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah tabaraka wa taala, kwani huo ndio wasia Allah ametuhusia sisi, na wasia huo umeusiwa umma uliokuwa kabla yetu sisi. فإن من أعظم ما يطمئن به القلب وتستقيم به النفس وتخف به أثقال الحياة أن يعرف العبد ربه حق المعرفة. Hakika kitu kikubwa kinachompatia mja utulivu katika moyo wake na nafsi yake kunyooka na mazito ya maisha kuwa mepesi ni pale mja atakapomjua Mola wake haki ya kumjua. Ndo maana tumesema mada ya khutba yetu, mambo matatu ukiyajua kwa yakini, basi lazima utampenda Allah tabaraka wa taala. Jambo la kwanza ndugu zangu, kun ala yaqinin bithalath لا أحد أرحم بك من ربك ولا أحد أعلم بهمك أكثر من الله ولا أحد أقدر على رفع الضر عنك إلا الله وحده. kuwa na yaqini, hakuna yoyote anayekuhurumia zaidi kumshinda Mola wako mlezi. Kuwa na yaqini, hakuna yoyote anayejua mazito yako, dhiki zako, matatizo yako zaidi ya Allah tabaraka wa taala. Kuwa na yaqini, hakuna anayeweza kuondoshea madhara kwako wewe isipokuwa Allah peke yake. Ukiwa na yaqini na mambo haya matatu, kwanza utampenda Allah, pili utaogopa kumaasi Allah, tatu utatarajia mazuri kwa Allah, nne utamtegemea Allah, tano utaishi kwa amani wala hautababaishwa na waja wa Allah. Ndugu zangu, jua hakuna mwenye kuhurumia zaidi ya Allah tabaraka wa taala. Itosheleze alama pekee ya kuonesha kwamba Allah ana huruma nyingi ni pale unapoulizwa ni nani katika viumbe anayekuhurumia zaidi. Bila shaka hakuna majibu mengine zaidi ya kusema wazazi wetu, hasa mama zetu, na swali litakalobaki ni nani kawapatia wazazi wetu rahma, ni nani kawapatia mama zetu rahma zaidi ya Allah tabaraka wa taala. Hivi munadhania aliyepeana rahma kwa viumbe wake waweze kuhurumiana wao kwa wao, rahma yake iko kiasi gani yeye kwa viumbe vyake? Bila shaka rahma yake ni kubwa mno. Ndo maana ametuwekea rahma katika maghfira na katika msamaha, akasema kataba rabbukum ala nafsihi rahma أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. الله ameshaiwekea nafsi yake rahma, bali amesema inna rahmati sabaqat ghadabi, inna rahmati ghalabat ghadabi, rahma yangu imetangulia hasira zangu, rehma yangu imeshinda hasira zangu. Ndo maana Allah akiongelea adhabu zake na akiongelea rehma zake, unaona rehma ameiweka karibu zaidi kwake kushinda adhabu zake. Amesema nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna adhabi huwa al-adhabul alim. Katika upande wa maghfira na rahma amejirudishia ishara kwake zaidi ya mara mbili, na katika upande wa maghfira na rahma ameweka mkokotezo, msisitizo na kuhimiza na kusema nabbi ibadi
anni anal ghafurur rahim. Tena akajipatia jina yeye na kusema, waambie waja wangu, hakika mimi ni mwingi wa kusamehe na mwingi wa huruma. Lakini ilipokuja katika adhabu hakujinasibia akasema kwamba mimi ni muadhib, alisema wa anna adhabi, na hakika adhabu yangu. Lakini hakusema mimi ndo mwenye kuadhibu, amesema na hakika adhabu yangu huwa aladhabu alalim, ni adhabu yenye kuumiza kali mno. Hii ni ishara tosha ya kuonesha rahma yake ni kubwa zaidi kwa waja wake. Na kwa wale ambao kwamba wanautubia Allah tabaraka wa taala pia anawarehemu. Kwanza anawarehemu kwa kuwapatia muda wapate kuweza kuwatubia. Pili, anawarehemu kwa kuwapatia taufiki waweze kutubia. Tatu, anawarehemu kwa kurudi kwake. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi, yale maneno ameyapokea kwa Allah, amewafikiwa na Allah, kisha akatubia kwa kumwomba Allah tabaraka wa taala. Ndio ukaona kabla Allah kutaja tauba yetu amesema thumma taba Allahu alaihim liyatubu, kisha Allah amewapatia taufiki wao kwa kuwaruzukia tauba ili wao waweze kutubia. Kwa hiyo wewe mja, pindi nafsi yako inapowafikiwa kutubia, usikuwe na mashaka wala usikuwe na wasiwasi kwa kujiuliza, je, Allah anaweza kunisamehe? Ikiwa ameweza kukupatia uwezo wa kumwomba yeye msamaha, bila shaka yuko na uwezo wa kukusamehe dhambi lako vyovyote litakapokuwa. Fala saghira ma'a al-israr wala kabira ma'a al-istighfar, hakuna dhambi dogo maadamu unadumu ukiendelea kulifanya. Tuwadhibu alaiha wa tusirru alaiha, unaendelea na unalirudia na utaki kurudi kuomba msamaha. Lakini pia wala kabira ma'a al-istighfar, na hakuna dhambi kubwa maadamu umemwomba Allah msamaha. Angalieni rehema ya Allah ndugu zangu. Allah anasema kul ya ibadi alladhina, waambie waja wangu ambao, bila shaka tungeambua tujaze pengo tungesema waambie waja wangu wanaofanya ibada kwa wingi, kwa sababu wanajulikana waja wa Allah ni mawali wa Allah, wanajulikana waja wa Allah ni vipenzi vya Allah. Lakini mtoto akimkosea mzazi waweza sema kuanzia leo wewe si mtoto wangu. Lakini mja akimkosea Mola wake, Mola hakani na kusema kuanzia leo wewe si mja wangu, bali yasema waambie waja wangu. Kina nani? Alladhina asrafu ala anfusihim, waja wangu waliokuwa na madhambi mengi, waambiwa wanangojewa na adhabu kali, waambiwa wanaongojewa na vimondo na matisho na misukosuko. La, waambie waja wangu wenye madhambi mengi, la taqnatu min rahmatillah, usikate tamaa kamwe na rehema ya Allah tabaraka wa taala. Wallahi, dhambi kubwa ambalo kwamba ukilifanya hautawahi kurudi kumwomba Allah msamaha ni dhambi la pale wewe mja utakapokata tamaa na rehema ya Allah. Hiyo ndo dhambi pekee ukiwa nalo hautarudi kunyenyekea kwa Allah, hautarudi kumwomba Allah msamaha. Lakini usikubali shetani aende mbio ufanye dhambi kisha ukubali aende mbio kukukatiza tamaa na rehema ya Mola wako. Allah anasema la taqnatu min rahmatillah, usikate tamaa na rehema ya Allah. Fala taqnat wala tayas wala tabtais, usikate tamaa wala usivunjike moyo wala usihuzunike kwa rehema ya Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu, angalieni aya nyingi. Allah sema ghafur rahim. Ghafur ni mwingi wa kusamehe, hata kama dhambi lako ni kubwa kiasi gani, hata kama madhambi yako ni mengi kiasi gani, ni mwingi wa kusamehe.
Lakini kuna jina la pili Allah amejipa, akasema wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salih. La ghaffar bimaana yuwasamehe madhambi mingi itakavyokuwa, makubwa itakavyokuwa. Hata ukimuomba msamaha mara 1000 yuwafurahika kukusamehe. Ikiwa Allah hachoki kukusamehe, basi na wewe usichoke kumwomba msamaha. Ikiwa wafurahika kwa kufanya dhambi, basi jua ukirudi kwa Allah kumwomba msamaha utafurahika zaidi. Na ukijua wewe ukifanya dhambi Allah yakukasirikia, basi fahamu ukirudi kumwomba msamaha Allah anakupenda na yufurahia zaidi. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Na Allah anafurahika zaidi mja wake anaporudi kumwomba msamaha. Na anasema kwa hadithi al-Qudusi, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru adh-dhanba wa ya'khudhu bidh-dhanbi. Mja wangu amejua ya kuwa yeye yuko na Mola mwenye kuweza kumsamehe dhambi, na Mola anayeweza kumwadhibu kwa dhambi, na anarudi anamwomba Mola wake msamaha. Kisha Allah asema ushihidukum bi anni qad ghafartu lahu, na washuhudisheni kwamba mimi nimeshamsamehe mja wangu. Ni kitu gani kinakuzuia wewe mja wa Allah ukate tamaa na rehema ya Allah tabarak wa taala? Mama mmoja amemtafuta mtoto wake baada ya kuwa maziwa yanamwagika kwa kifua chake, wametekwa nyara katika vita. Amehangaika huku na kule. Alipompata mtoto wake amemkumbatia vizuri na akawa yomnyonyesha, akimsikitikia kwamba alikuwa na njaa muda mrefu. Kisha Mtume akamwambia masahaba, mnadhania huyu mama anaweza mtupa mtoto wake katika moto? Masahaba akamwambia la, haiwezekani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema lallahu arhamu biibadihi min hadhihi biwaladiha. Jueni ya kuwa Allah anawahurumia zaidi waja wake kumshinda huyu mama anavyomhurumia mtoto wake. Wale ambao kwamba wanahitajia mepesi katika maisha, wajue rahma ya Allah itampelekea Allah kujibu maombi yetu na kutufanyia wepesi katika maisha. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Rahma ya Allah inapelekea yeye kujibu maombi ya waja wake. Na pia ukihitajia hifadhi ya Allah unaipata kupitia rehema ya Allah. Ndio maana Allah kasema katika Qur'an, fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahim. Allah ni mbora mwenye kuhifadhi, na yeye ndo mkubwa mwenye rahma kubwa, anayewahurumia zaidi waja wake. Ndugu zangu, ni lazima ujue kitu cha kwanza, la ahad arhamu bika min nafsi. Na hapa nitatoa mfano mmoja tu ili mupate kunielewa kwamba wazazi wetu hawatuhurumii kumshinda Mola wetu. Pale Nabii Allah Khidri na Nabii Musa walipoamua kumuua yule kijana, Nabii Allah Khidri akamuua na Musa akamkemea, na Musa akakwazika kwa jambo hilo. Akatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta shay'an nukra. Wao umeua nafsi ambayo kwamba imetakasika, na nafsi hiyo imetakasika kwa sababu mtoto hajabalighi, na umeua nafsi wakati haijaua nafsi, basi umefanya jambo la makosa. Lakini angalieni mwisho, Khidr anasema amma al-ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Ama yule mtoto wazazi wake wawili ni waumini, yule mtoto angeachiwa maisha aendelee kuishi. Hii ni ishara ya kuonesha Allah anajua mambo ambayo kwamba hayajawa. Lau yangekuwa vipi angalikuwa, tungemwacha aendelee kuishi. Yule mtoto kwanza angemkufuru Allah, na yule mtoto pili angesababishia wazazi wake wamkufuru Allah. Kufariki mapema yule mtoto ni rehema ya Allah, ili afe aingie peponi. Akifa ni kafiri hata ingia peponi. Na wazazi wake ni rehema kwao mtoto wao kufariki, ili imani yao ihifadhike. Wallahi ni furaha ukijumuika na mtoto wako duniani,
Lakini ni furaha iliyoje uko na mtoto ambao kwamba wajua mtoto huyo ndo sababu za wewe kupata laana za Allah, mtoto huyo ndo sababu za wewe kumshirikisha Allah, mtoto huyo ndo sababu za wewe jamii nzima kukulaumu kwa nini umezaa mtoto kama huyo. Ikiwa kujumuika duniani na mtoto wako ni furaha, jiulize unafurahika zaidi vipi utafurahika pindi utajumuika na yeye peponi. Walladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum. Sasa Allah kwa rehema yake akataka mtoto aingie peponi, na huyu ni mtoto pekee, angekuwa kafiri na Allah amemruzukia afe mapema ile ingie peponi. Allah akataka wazazi wake wajumuike na mtoto wao peponi. Hii ni ishara kuonesha rehema ya Allah ni kubwa zaidi. Ndiyo wazazi wako wanakupenda, ndiyo wazazi wako wanakupendelea mazuri, ndiyo wazazi wako wanakuhurumia, lakini si kila wakati huruma yao itawapelekea wakuchagulie chenye kheri na wewe. Sio kila wakati mapenzi yao itawapelekea machaguzi yao kwako yawe na kheri na wewe. Lakini Allah peke yake huruma yake inampelekea anakuchagulia vyote vyenye kheri na wewe. Mapenzi yake inampelekea anawachagulia waja yote yenye kheri na wao. Kwa hiyo Allah anakuhurumia zaidi kumshinda mzazi wako. Ndio maana mshairi alijua haya na akasema maneno mazuri sana, akasema ilahi la tu'adhibni fa inni muqirrun billadhi qad kana minni wa ma li hilatun illa rajai wa afuka in afawta wa husnu dhanni فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومن إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. أنا سوى مولا wangu usiniadhibu mimi, hakika mimi nakiri yote makosa nilionayo, sina ujanja wa kuipata rehema yako, isipokuwa nina matarajio mimi wewe utanisamehe na utanimiminia msamaha wako pindi utakaponisamehe, na mimi niko na dhana njema na wewe. Ni makosa mangapi niliyokuwa nayo kwako na kwa viumbe vyako, lakini bado ewe Mola wangu unanineemesha, unaniruzuku. Ikiwa Allah anakuruzuku unapomwasi, ikiwa Allah anakurehemu unapomwasi, vipi ukate tamaa ukimwomba msamaha sikurehemu? Waliodai kwamba Allah yuko na mke, waliodai kama Allah yuko na watoto, waliodai kama malaika ni watoto wa Allah, Allah anawaambia afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna. Hivi ni kwa nini wasitubie kwa Allah na wamuombe msamaha, na yeye ni mwingi wa kusamehe? Wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa yafu an as-sayyi'at. Binadamu akisema atakusamehe, akisema hawezi kusamehe, ana uwezo wa kukudhuru wala kukunufaisha. Lakini maajabu ni mwenye uwezo wa kukudhuru na kukunufaisha. Maajabu ni yule ambao kwamba amri yake inatoka kwa neno moja, kun fayakun. Lau angetusubiria tumuombe msamaha ni rehema tosha, lakini yeye ndo anatubembeleza tumuombe msamaha kabla sisi hatujaamua kumwomba msamaha. Ni rehema iliyopitiliza kiasi gani! والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. binadamu asiokuwa na uwezo wote, ukimkosea kuambia tafadhali niombe msamaha nikusamehe, ataonekana chizi. Lakini maajabu ni mwenye uwezo wa kila kitu, wakati wowote, sehemu yoyote, kwa mtu yoyote, na bado nakubembeleza wewe niombe msamaha ili nikusamehe, kisha bado tufanye ujeuri tukatae kumwomba Allah tabaraka wa taala msamaha. Allah ni mwenye kukuhurumia zaidi kushinda kitu chochote. Jambo la pili, la ahad a'lamu bihammika akthara min Allah. Hakuna anayejua matatizo yako, shida zako, mikosi yako zaidi ya Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu, simu hii ikiharibika nitarudisha kwa mtengenezaji, wala sitamrudishia yoyote aliyokuwa na simu kama mimi. Na hivyo hivyo wewe ukiharibikiwa katika maisha, ukawa na tatizo lolote katika maisha, rudi kwa yule aliyekupatia maisha. Usirudi kwa waliopewa maisha kama wewe.
muombe Allah tabaraka wa taala. Yeye yajua matatizo yako, na si ati yushindwa kutatua matatizo yako bila kumuomba, yuweza. Lakini yataka ujue asili yako wewe ni dhaifu na yeye ni muweza wa kila kitu. Yataka ujue asili yako wewe ni fakiri na yeye ndo tajiri. Na ukijua wewe ni dhaifu, utarudi kwa yule aliyekumba dhaifu na yeye yuko na nguvu, mueleze matatizo yako. Ukijua wewe ni fakiri, utarudi kwa yule tajiri mwenye uwezo wa kila kitu, mueleze matatizo yako. Wa khuliqal insanu dhaifa ya ayuhal insan ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah. Sisi ni mafakiri zaidi kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo turudini kwake na tujue yeye anajua matatizo yetu zaidi. Lakini kumshtakia Allah kwa viumbe ni udhalilifu, ingawaje kumshtaki Allah matatizo yako kwa Allah ni izza na utukufu na fadla. Anasema mshairi, wa idha aradka baliyatun fasbir laha sabra alkirami fa innahu bika a'lamu idha shakawta ila ibni adama innama tashku rahima ila alladhi la yarham. Ukipatwa na matatizo yasubirie, subira iliyokuwa mzuri, isiyokuwa na masononeko, isiyokuwa na malalamiko, isiyokuwa na masikitiko. Ndugu zangu, ukiwa una stresi kubwa na una matatizo makubwa, usiseme Mola wangu na matatizo makubwa na dhiki kubwa, bali ambia dhiki, ewe dhiki, niko na Mola mkubwa anayeweza kutatua dhiki zote. Na ukiwa na dhiki kubwa, jua ya kuwa ni ishara ya kuwa rahma kubwa inakuja, kwa sababu wanasema wenye hekima, alhumum mithlu alghuyum ma tarakamat illa litumtira. Stress na dhiki ni mfano wa mawingu, hayakusanyiki isipokuwa ni ishara ya mvua itanyesha karibuni. Na pale ukiwa na dhiki nyingi, jua hii ndio ishara ya rehma za Allah na faraja inakuja. Mwanzo Yusuf alipopotezwa na mandugu zake wakakubaliana kusema amekufa, Nabii Allah Yaqub alisema fasabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun. Lakini mwisho tatizo lilipokuwa kubwa, mdogo wake Yusuf anaambiwa ni mwizi, inna ibnaka saraq wama shahidna illa bima alimna wama kunna lilghaibi hafidhin. Ameziwiliwa katika ardhi ya Misri. Nabii Allah Yaqub alirudia maneno yale yale, lakini alihitimisha tofauti na mwanzo. Mwanzo sema fasabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun, lakini mwisho asema fasabrun jamil asa Allahu an ya'tiyani bihim jamia. Subira ndo jambo zuri, uhakika Allah atanirudishia wote wawili. Kwa nini mara pili amekuwa na uhakika na mara kwanza alihitajia usaidizi kwa Allah mpe subra? Hii ni ishara, ukipatwa na mtihani mwanzo, muombe Allah akupe subra katika huu mtihani. Lakini mtihani ukiwa mkubwa, kuwa na matarajio kwamba faraja iko mbali, kwani mwanzo wa alfajiri ni pale giza litakapokuwa totoro. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ولست لغير الله أشكو ملمتي أيشكى لذي عجز ويترك قادر يقدرها ربي فأعلم أنها ستأتي بخير إذ تطيب الأواخر. أنا عبدك المحتاج منك إعانة وأنت الذي تقضى إليه المصائر. Na mimi siwi ni mwenye kushtaki matatizo yangu kwa mwingine asiyekuwa Allah. Je, nitaeleza matatizo yangu kwa aliyokuwa na udhaifu, asiyeweza nimwache mwenye muweza kila kitu? Yeye Allah ndo anakadiria, na nina yakini yale aliyonikadiria yanifike, mwisho wake kutakuja kheri na bora zaidi.
Ndo pale ukipatwa na matatizo unasema la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Ukipatwa na matatizo unasema asa rabbuna an yubdilana khayran minha inna ila Allahi raghibun. Tuwe na dhana njema. Ana abduka almuhtaju minka i'anatan, mimi ni mja wako ninahitajia kwako usaidizi. Wa anta alladhi tuqda ilayhi almasairu, na wewe ndo yule ambao kwamba kila kitu kinakidhiwa na wewe peke yako. Wama amruna illa wahidatin kalamhin bilbasar inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Na amri ya Allah ni neno moja tu, kusema kun fayakun. Kwa hiyo jua ya kuwa Allah tabaraka wa taala yajua zaidi hamu zako kushinda mwingine. Binadamu mpaka umweleze dhiki ulizokuwa nazo, na hata akielewa hataelewa ni kiasi gani cha dhiki nzito uliokuwa nayo, na hata akielewa hataelewa ni dhiki nyingi kiasi gani ulizokuwa nazo. Lakini Allah tabaraka wa taala alimun bidhati sudur, anajua yote yaliyomo ndani ya kifua. Ikiwa yeye anaweza kung'oa majabali pamoja na ukubwa wake, basi hatashindwa kung'oa dhiki zako pamoja na ukubwa wake. Ikiwa yeye anaweza kufanya majabali yapeperushwe kama cotton, yapeperushwe kama pamba, takunu aljibalu kal'ihni almanfush wa tara aljibala tahsabuha jamida wa hiya tamurru marra as-sahab. Majabali na ukubwa wake na uzito wake yatakuwa yanapeperushwa kama pamba, yanapeperushwa kama mawingu. Basi ana uwezo pia kuyapeperusha matatizo yako katika maisha. Kikubwa mtegemee yeye, kikubwa muombe yeye, na ujue likulli naba'in mustaqarrun fasawfa ta'lamun, na ujue likulli ummatin ajal, na ujue likulli ajalin kitab, na ujue hata yablugha alkitabu ajala. Kila kitu kina muda wake muafaka, anaujua Mola wako. Ustarajie umwombe Allah kuondoshe dhiki na ziondoke sasa hivi. Ustarajie umweleze Allah shida zako na ziondoke sasa hivi. Ingekuwa ni hivyo, hakuna yoyote angekomaa na maisha, sote tungekuwa tumezembea. Ndio maana Allah anatuondoshea matatizo kwa wakati munasib, ili tukomae, ili aturehemu, ili atusamee madhambi yetu, ili atuinushe daraja. Kwani ikiwa mitihani yanaondoshwa kwa haraka, hakuna ujira angepata mwenye kusubiria mitihani, kwa sababu hana kitu cha kumpelekea asubirie mitihani. Akiomba dua tu mtihani unaondoka. Jambo la mwisho ndugu zangu, jua ya kuwa la ahad aqdaru ala raf'i ad-dhurri anka illa Allah, hakuna anayeweza kuondoshea madhara isipokuwa Allah, kama vile hakuna anayeweza kukudhuru isipokuwa Allah. Ikiwa Allah peke yake anaweza kukudhuru, na Allah peke yake anaweza kuondoshea madhara, mtafute asiyedhurika ndio kuondoshea madhara, usimtafute anayedhurika kusaidia kukuondoshea madhara. Allah peke yake hadhuriki, Allah peke yake hapatwi na matatizo. Ndo maana Allah peke yake anaweza kutatua matatizo na madhara, sio ya Muislamu, hata ya asiyekuwa Muislamu. Amma yujibu almuttarra idha da'ah wa yaksifu ash-shu'a wa yaj'alukum khulafa al-ard ailahum ma'a Allah. Ni nani anamsaidia mwenye dhiki na matatizo? Ni Allah tabaraka wa taala. Ikiwa makafiri wakisafiri katika bahari giza na dhiki, wanamwomba yeye peke yake na anawatatulia. Kwa nini wewe Muislamu unayesema subhana rabbiyal a'la na ukamwabudu peke yake sikutatulia? Wa idha ghashiyahum mawjun kadhulali da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barri idha hum yushrikun. Falau khalaiqul ilahi ijtama'at lidhurri 'abdin wahidin ma qadarat أو نفعه ففهم هديت للعمل إن لم يكن قد خط قبل في الأزل ولست على حال تسر وإنني على كل ما ألقاه راض وصابر. لو viumbe wote wa Allah watakusanyika kwa kumdhuru mja hawawezi, au kumnafaisha mja hawawezi, fahamu utaongozwa katika amali njema. Ikiwa jambo halijaandikwa, halijakadiriwa na Allah, hakuna yeyote anaweza litekeleza. Ikiwa limekadiriwa na Allah lina kheri,
ikiwa alijakadiriwa na Allah, haubabaishi na viumbe. Unajua anaweza kunufaisha ni Allah, anaweza kunidhuru ni Allah. Binadamu hana uwezo wa kunufaisha isipokuwa kwa taufiki ya Allah, na binadamu akikusaidia ima atakudhalilisha au atakuaibisha. Lakini Allah akikusaidia utapata izza na utapata utukufu. Ukimtegemea aliyokuwa juu utaheshimiwa na aliyokuwa chini, lakini ukimtegemea aliyokuwa chini utazidi kuwa chini na kudhalilika. Binadamu hawezi kukanyaga mgongoni kwako isipokuwa pale utakapomuinamia kumwomba. Ndugu zangu, Allah ndo amesema katika Qur'an, wa in yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bikhairin fala radda li fadli ma yaftahi Allahu min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu li ahadin min ba'di. Allah peke yake ndo mwenye uwezo huo. Kwa hiyo usikubali binadamu yoyote akuulize, unanijua mimi ni nani? Sikujui wewe ni nani, lakini namjua aliyokuwa juu ni nani. Unafahamu niko na uwezo kiasi gani? Sifahamu uko na uwezo kiasi gani, lakini namfahamu aliyokuwa juu yuko na uwezo kiasi gani. Binadamu wote Allah asema, wama hum bidharrina bihi min ahadin illa biidhnillah. Na Allah anasema tena katika Qur'an, innaman najwa min ash-shaytan liyahzuna alladhina amanu wa laysa bidharrihim shay'an illa biidhnillah. Ukiishi kwa imani hii utaishi kwa amani. Ukiishi kwa imani hii utaishi kwa utulivu. Ukiishi kwa imani hii hautababaishwa na kiumbe chochote. Hata hawa amefika wapi, maadamu yuko chini ya makadirio ya Mola wako, jua ya kuwa ma asabaka lam yakun liyukhtiak wa ma akhtaka lam yakun liyusibak. Najua ya kuwa law ijtama'at al-umma ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Ndugu zangu, namaliza na haya matatu kwa matatu kwa haraka, tena imeisha. Matatu, binadamu asili yake ni kuwa ni lazima aishi akikosea, na Mola wetu asili yake ni kuwa ukimwomba msamaha atakusamehe. Huwezi kuamua kuishi duniani bila kumkosea Allah na bila kukosea viumbe, na Allah hawezi kuacha kukusamehe maadamu utamwomba msamaha. Kwa hiyo lazima ujue Allah anakuhurumia zaidi, lakini ikiwa utamkimbilia upate rahma zake. Na wewe ujue ni lazima utakosea, kwa hiyo usijilazimishe kuishi bila kukosea. Jambo la pili, ni lazima ujue katika dunia hii ni lazima uishi na dhiki, uishi na hamu, uishi na stress, kwa sababu dunia si peponi. Na hii dunia pamoja na dhiki zote imetulaghai tukiisahau pepo. Je, ingekuwa dhiki hizi hakuna, tungeisahau vipi tena pepo? Tungeisahau zaidi. Kwa hiyo huwezi ishi katika dunia hii bila dhiki, bila stress. Lazima utazipata. Usijilazimishe na kitu ambacho kwamba Allah hajakuwezesha. Jambo la mwisho, huwezi ishi katika dunia hii ukawaridhisha viumbe, lakini Allah amekupatia uwezo wa kumridhisha yeye muumba. Kwa hiyo usijikalifishe na usichoweza kumridhisha kiumbe. Laisa bimakdurin wala ma'thurin wala ma'murin. Ni jambo ambalo kwamba huwezi, ni jambo ambalo kwamba hakuna aliyeweza kulifanya kwa waliotutangulia, ni jambo ambalo kwamba halijaamrishwa na Allah, lakini lililoamrishwa na Allah ni sisi kutafuta radhi zake Allah tabaraka wa taala. Haya ni mambo matatu tujue, lakini pia tufahamu ya kuwa mshairi amesema maneno mazuri, akamwambia Allah tabaraka wa taala, ana mudhnibun ana mukhti'un ana asi huwa rahimun huwa ghafirun huwa kafi qabaltuhunna thalathatun bithalathi wala taghlibanna awsafuhu awsafi. Mimi ni mwenye kukosea, mimi ni mwenye kufanya maasi, na mimi ni mwenye madhambi, lakini yeye ni mwenye kusamehe, yeye ni mwenye rahma, yeye ni mwenye kutosheleza. Nimezielekeza sifa zangu tatu na sifa za Mola wangu tatu, nikaona sifa zake zinaghilibu sifa zangu. Ikiwa niko na madhambi, yeye ghafir; ikiwa nimekosea, yeye rahim; ikiwa mimi nimefanya maasi, yeye ndo atanitosheleza nikirudi kwake kumwomba msamaha. Kwa hiyo usiishi kamwe ukiwa na wasiwasi wala ukiwa na dhiki. Tujue kwa yakini hakuna anayetuhurumia zaidi ya Allah, hakuna anayetujua zaidi ya Allah, hakuna anayeweza kutuondoshea madhara zaidi ya Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية سائر الصحابة أجمعين. اللهم ارزقنا توبة نصوحة قبل الموت، وحسن الختام عند الموت، ونطق الشهادة في الموت، وقول الثابت بعد الموت. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، سرها وعلانيتها، أولها وآخرها. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. MBTV, dira ya maisha yako. Ikiwa vitabu ni mabustani ya wanavyoni, basi MBTV ni bustani ya watazamaji wake. Pata elimu na maarifa lukuki kutoka MBTV. Pia usisahau kusubscribe channel yako hii ili uweze kuyapata matamu yote yanayoandaliwa kwa ajili yako. MBTV, dira ya maisha yako. Yuwalingania dini kwa maneno na vitendo, na moyo wake laini na wala hana mafundo, na moyo wake laini na wala hana mafundo. Jina lake tambueni ni Muhammad Bahero.